أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika darsa yetu ya jana tulijifunza kuhusu viungo vinavyomjenga mwanadamu, na tulisema kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kumwelewa mwanadamu anajengwa na nini, kwa sababu tu kuna maeneo katika viungo wa mwanadamu yanahusika sana na malezi. Mabadiliko yanayotokea kwa mwanadamu, athari anazozipata kutokana na mazingira, mambo anayoyarithi, mambo yote yanayohusu tabia yanahusiana na viungo vinavyomuunga mwanadamu. Ndio maana tukasema nafsi ina nafasi yake, inahusika vipi katika tabia. Lakini vile vile kuna viungo vya mwanadamu ambavyo kazi yake ni kupokea tu, vinapokea bila kuchuja, na vikipokea vinaathiri viungo vingine katika kutenda. Madhal, viungo ndivyo vinavyohusika na tabia. Tuna ulazima wa kuvijua hivi viungo vya mwanadamu ili tufahamu chimbuko la baadhi ya tabia na namna gani tunaathirika na ulimwengu wa nje ya mwanadamu. Anapokaa katika TV, anapoamrishwa, anapokatazwa, vinavyohusika ni viungo gani? Sasa huwezi kuisoma sayansi ya malezi kama hujamfahamu mwanadamu katika maeneo hayo. Jana tulisoma aya laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kwamba Mungu anasema kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile la sawa sawa. Ndio tulisema ni tafsiri sahihi, sio umbile bora, la sawa sawa, taqwim. Tukaeleza nini maana ya umbile la sawa sawa. Je, ni sura tu? Tukaona sio sura peke yake,
kwa sababu Mungu anasema ahsana kulla shay'in khalqahu, ameifanya sura na maumbile ya kila kitu kuwa ni nzuri. Kwa hiyo tulifafanua jana na tukasema kuna viumbe vingine vinavutia kuliko mwanadamu. Wewe tizama tu rangi za vipepeo, mashaallah, namna Mungu alivyozichanganya. Mtizame tausi, kama ni ukubwa wa umbile, mashaallah, kuna viumbe vina maumbo makubwa kuliko mwanadamu. Kama ni uwezo wa kusikia, mashaallah, viumbe vingi vinamzidi mwanadamu katika kusikia, vina uwezo mkubwa zaidi. Kuona, mwanadamu haoni kama simba anavyoona, manake simba na mfano wake Mungu kawaumba usiku wanaona sana. Mwanadamu kiza kikiingia tena hawezi kuona mpaka kwa msaada wa mwanga. Kwa hivyo kama ni mbio, kwa hivyo kuna viumbe vingi vinatuzidi katika kuona, katika kusikia, katika kunusa, mpaka mwanadamu anavitumia kunusa kama sehemu ya usalama wake. Kwa hiyo mwanadamu sio bora katika maeneo hayo, huo ndio ukweli. Sio bora katika maeneo hayo, anashindwa na viumbe vingine vingi. Na tukasema tafsiri ya ahsani taqwimin tunaiona katika aya zilizofuata, thumma radadnahu asfala safilin, tukamrejesha kuwa chini kuliko vilivyokuwa chini, kisha Mungu akawavua baadhi ya viumbe, illa alladhina amanu wa amilu salihati, mpaka mwisho. Ina maana kwamba ahsanu taqwimi ni kuwa na viungo vinavyomfanya awe na maadili mema, awe na tabia, afanye amali nzuri. Ndio maana tunavisoma hivi viungo. Kwa hiyo tumesema mwanadamu anagawanyika katika sehemu mbili, sehemu ya kimwili na sehemu ya kiroho. Sio roho, ya kiroho. Na maana ya sehemu ya kiroho kwa lugha, kwa msamiati, tuseme istilahi ya kilugha, katika lugha ya Kiswahili tunasema upande wa kidhahania. Katika fani ya Kiswahili ukisema dhahania, ndio lile neno la Kiarabu adhihnu, upande wa kufikirika ambao huwezi kuuona, ndio wa kidhahania. Nadhani tumeelewana. Sasa huu upande wa kiroho, kuna roho ambayo kwa hakika hatuna mjadala nao, na taban hatuna mjadala na roho kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wayasalunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalilan. Wanakuuliza ewe Muhammad kuhusu roho, ina tabia gani, ikoje, inakaa wapi? Waambie qulir ruhu min amri rabbi, waambie roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, yeye ndo anajua siri yake. Wama utitum min alilmi illa qalila, nyie hamjapewa katika ilmu ila kidogo sana. Yani ilmu tuliopewa ni ilmu kidogo sana, haifiki sisi kuielewa sawa sawa. Inatosha tu vilivyokuwemo kwa mwanadamu, bado hatujavielewa. Ndio yale tuliosema ya kitabu cha al-insanu dhalikal majhul, man the unknown. Mwanadamu bado hajajulikana kwa mwanadamu, hajajulikana vizuri. Sasa roho hatuna mjadala, lakini kuna nukta mbili nataka kuashiria kabla hatujavuka hapa. Pamoja na kuwa roho hatuijui, lakini kuna viumbe viwili vya Mungu vinaitwa roho. Kiumbe namba moja kinaitwa Roho Mtakatifu. Waislamu sisi tuna Roho Mtakatifu, mkweli si kweli ama? Roho Mtakatifu ni kiumbe namba moja ambacho Mungu kakiita roho. Na Roho Mtakatifu kwa Waislamu, Ruhul Qudus ni Jibril alayhi salam, ndio Roho Mtakatifu. Kwa aya za Qur'ani nyingi hatutaki kuzisoma zote, lakini katika suratul Qadri Mwenyezi Mungu anasema tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Mufassiruna wengi wamesema arruhu ni Jibril, ndio roho ambaye hushuka. Na Jibril nani? Sio malaika tu,
ni malaika, mtume katika malaika, mtume katika malaika, kwa sababu malaika na wenyewe wana darajat. Kuna malaika wa kawaida kama mimi na wewe, alafu kuna malaika ambao ni mitume kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine. Ndio Mungu akisema inna Allah astafa minal malaikati rusulan wa minan nas, Mungu ameteua katika malaika mitume na katika watu. Kwa malaika kuna mitume katika malaika. Jibrili anaitwa roho. Hatutaki kutoka nje ya mada. Anayetaka kujua zaidi kwa nini ameitwa roho, nje ya darasa anaweza kuuliza, baada ya darasa tukamfafanulia kwamba kwa nini ameitwa kwa roho. Majibu yamo ndani ya Qur'an. Lakini sio roho tu, ni Roho Mtakatifu kwa aya nyingine nyingi za Qur'an. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq liyuthabbita alladhina amanu wa huda wa bushra lilmuslimin. Mwenyezi Mungu anasema katika surati An-Nahl aya 102 kwamba qul nazzalahu, ameishusha Qur'ani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani? Ruhul Qudus, yani Roho Mtakatifu. Kwa hivyo na Waislamu nao wana Roho Mtakatifu. Tofauti tu kwamba je, Roho Mtakatifu wa Waislamu ndio yule wa Kristo? Hapo ndo kuna tofauti, hatuna haja ya kujadili kule, sio? Lakini hiyo ndio maana ya Ruhul Qudus. Na aya nyingine mnaweza mkazifuatilia, sitaki kuzisoma zikatupotezea muda. Lakini kiumbe wa pili anaitwa roho ni Isa ibn Maryam. Mungu anasema wa ruhun minhu, kwa hiyo anaitwa Ruhullah. Assalamu alayka ya waritha Isa, Ruhullah. Kwa lugha ya Qur'ani Isa ni roho, roho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuyaache masala ya roho. Mazungumzo yetu ya leo yatajikita kwa muda mrefu katika kuizungumzia akili, katika viungo muhimu sana kwa mwanadamu. Na akili ndio inayomtofautisha mwanadamu na viumbe vingine vingi. Akili ndio inayomfanya mwanadamu awe mukallaf, yani aekewe sheria na alazimishwe kufanya kwa sababu ya akili. Ulamai wana maana wanazielezea kutokana na neno aqlun, ain qaf lam. Na tukijadili akili tunahitajia darsa zaidi ya 2. Tutajitahidi kufupisha. Lakini miaka 5 hivi iliyopita tunazo darsa tulizungumza kuhusu akili, na zilikuwa ni darsa 2 mfululizo na hatukukamilisha, za dakika karibu lisali moja kila moja. Tutawaomba mabwana wazipandishe, mwenye kutaka kusikiliza asikilize zaidi. Kwa hiyo kuna haja ya kuzungumza kwa muda mrefu, lakini tutafupisha inshallah. Swali dogo tu kwamba akili inakaa wapi kwa mwanadamu. Lakini kabla ya kuwa inakaa wapi, kwani akili ni nini? Na Qur'ani imetumia neno hili mara nyingi sana kwenye Qur'ani. Sawa sawa ni katika kuwalaumu wasiotumia akili, afala yaqilun, je hamtumii akili? Kwa maana kwa mwanadamu madhali amepewa bidhaa hii muhimu, anatakiwa aitumie. Ndio inomtofautisha na wanyama, inamfanya awe ni mwanadamu, awe nani? Kiumbe bora. Wala qad karramna bani Adam, kwanza kwa sababu ana akili. Na akili ni kipambanuzi kinachopambanua lenye kufaa na lisilofaa, hakuna shaka. Ukisoma Qur'ani utaona kuna matumizi haya ya neno alfuadu na as-sadru. Mara nyingine sadru kwa wingi as-suduru. Fuad ni neno limetumika ndani ya Qur'ani. Sadru kifua limetumika vile vile ndani ya Qur'ani. Sasa ulamai wanajadili kuna tofauti gani baina ya akili, al-aqlu wal-fuadu was-sadru. Hatuhitaji kuchukua muda mrefu hapo.
lakini ni katika yale maneno ambayo idha jtama'at tafarraqat wa idha tafarraqat ijtama'at. Yani kuna maneno ambayo idha jtama'at tafarraqat, yakiwemo pamoja katika sentensi maana zinakuwa tofauti, wa idha tafarraqat ijtama'at, yakiwa katika sentensi mbalimbali huwa yameijtama'at, huwa na maana mamoja. Kama tumeelewana Yani Mungu hutumia neno fuadi kwa maana ya moyo, qalbu. Kuna qalb, fuad na sadr, sio? Maneno matatu: qalb, fuad, sadr. Akiyatumia Mwenyezi Mungu ndani ya sentensi moja, basi kuna maana tofauti. Akiyatumia maeneo mbalimbali, maana ni mamoja. Sasa akili tunaijua hivyo hivyo juu juu. Hatuwezi kuizungumza akili bila kuzungumza kitu kinachoitwa qalbun, moyo. Nataka tu nitoe mfano ambao nimewahi kuitoa huko nyuma, alafu tusikilizane, twende pamoja, tutaelewana. Tarehe 11 mwezi wa 8 2007, gazeti maarufu la Marekani linaitwa Washington Post, lina umri mrefu, maarufu, halichapishi habari za ovyo ovyo. Zikiwa ni za kisayansi, ni za kisayansi kweli, zimefanywa utafiti. Walichapisha taarifa za mtu mmoja anaitwa Peter Aton. Huyu bwana alibadilishiwa moyo. Sayansi ya kubadilisha moyo imechelewa sana kwa wanadamu, lakini ilifikia mahala wanadamu wameweza sasa kutoa moyo wa kiumbe mmoja mwanadamu ukawekwa kwenye mwanadamu mwingine. Mambo ya figo na nini haya siku nyingi unatolewa figo inawekwa kwa mtu mwingine, ni jambo la kawaida, sio? Huyu bwana alibadilishiwa moyo. Tunazungumzia moyo hapa lakini maudhui yetu nini? Ni akili. Tunazungumzia moyo. Tunataka kusema kwamba inaonekana huwezi kuzungumzia akili bila kuzungumzia moyo. Na moyo tunaujua kama kile kiungo ambacho kazi yake ni kusukuma damu. Na sukuma damu inaweza kuzunguka kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo wanadamu wamefikia mahala mpaka sasa hivi kuna orodha ya watu wengi ambao wamewahi kubadilishiwa moyo. Naanza na hiki kisa ili tuweze kuelewana vizuri. Huyu bwana alifanyiwa zoezi lile salama, moyo wake ukabadilishwa. Kabla hajabadilishiwa moyo, alikuwa ni kiongozi wa kidini wa Kinasara. Alikuwa akiamini Mungu na akiamini siku ya Kiyama, siku ya malipo, na alikuwa anapenda sana wajukuu wake. Na yule mwenye moyo wake ambaye huyu kapewa ni mtu ambaye alijinyonga, alijiua. Bwana akapewa moyo ule. Baada ya kupona, wale ndugu na jamaa wote waliokuwa karibuni wakaanza kumuona jamaa kabadilika tabia, na haamini kwamba kuna Mungu, wala hana mapenzi hata kidogo na wajukuu wake. Kisha akaanza kuwa ni mtu ambaye anakata tamaa na maisha, hatimaye akaishia kujinyonga. Tumeelewana mpaka hapo? Akaishia kujinyonga. Na wameandika visa vingi vya kweli kuhusu suala la watu waliobadilishiwa moyo. Katika visa ni kisa cha mama ambaye mtoto wake alikufa. Huyu mama, mtoto alikuwa na tatizo la ubongo upande wa kushoto, likampelekea mpaka akafa. Yule mama akatoa zawadi ya moyo wa mtoto wake ule kumpa mtoto mwingine aliyokuwa na tatizo la moyo. Mtoto yule akafanyiwa upasuaji salama na akapona. Baada ya kupona yule mtoto akawa na makubwa sana na yule mama. Mama yupi? Yule aliyomzawadia moyo wa mtoto wake.
Pakawa na mafungamano makubwa sana baina ya yule mama na yule mtoto ambaye si mwanae. Lakini baada ya muda fulani, huyu mtoto aliopewa moyo akaanza kupata tatizo la ubongo upande wa kushoto. Pigieni mstari hilo. Kilichotolewa nini? Moyo. Tatizo nini? Kwenye ubongo. Likamuathiri mpaka akafa huyu mtoto wa pili. Ulama wanaendelea kufanya utafiti wa uhusiano baina ya nini? Ya moyo na ubongo. Na anayetaka kusoma haya akasome kwa lugha ya Kiarabu ittisalul qalbi bid-dimaghi. Kwa Kiingereza wanasema the heart brain connection. The heart brain connection. Ittisalul qalbi bid-dimaghi. Sasa mtu wa kawaida akiulizwa akili iko wapi, anasema nini? Kichwani, sio? Ndio Waswahili wanasema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Kwa hiyo tunaamini kwamba huku kichwani ndio mna akili, na mara nyingine wanakusudia bongo la mwanadamu ndio akili yenyewe, ule ubongo. Sasa kabla hatujaendelea, tumejifunza nini hapo? Tumejifunza kwamba mapenzi, kwanza mapenzi, kupenda ni swala la moyo. Kumpenda mtu na kumchukia ni swala la moyo, sio? Na hili analijua hata ambaye ametoroka shule, kwa sababu akimpenda mtu anamchorea moyo. Hata kwenye simu zetu, sio? Unamtumia message ya moyo, maana yake umependa kile kitu alichokiposti, sio? Ni kweli si kweli? Maana yake tunakubaliana kwamba mapenzi mahala pake wapi? Moyoni. Lakini mapenzi sio tu mapenzi haya unayoyajua, hata ya kupenda vitu. Hatutaki darasa lile la visa, lakini katika masimulizi ya ajabu ya mtu, manake mimi leo hii la samaha Allah nimepewa moyo wa mzee Yahya hapa Zanu baada ya umri mrefu inshallah. Alafu bwana alikuwa anapenda pilipili sana, anapenda bagia sana, vile vyakula vyote anavyopenda, manake vitaniathiri mimi nikiwa na moyo mpya. Unaona maajabu hayo? Suala la kupenda hapa sio kupenda mapenzi tu, kile unachovutiwa nacho. Tuko pamoja? Sasa baada ya hayo tusome aya ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema afalam yasiru fil ardi, je, hawajatembea katika ardhi hii? Hawa wanaomkanusha Mungu hawajatembea katika ardhi. Fatakuna lahum, ili wawe wana qulubun, mioyo, yaqiluna biha, ambayo yaqiluna biha, watatumia akili kwayo. Tuko pamoja? Pametajwa qulubun yaqiluna biha. Fal insanu yaqilu bi qalbihi, mwanadamu hutumia akili yake kwa moyo wake. Kwa hiyo moyo ndio ala, ndio chombo kinachotumika kuifanya akili ya mwanadamu ifanye kazi. Yaqiluna biha au adhanun, mpaka mwisho wa aya. Au hawana, je, hawana masikio wakasikia kwayo? Fa innaha la ta'mal absaru, ilivyo kwamba kinachopofuka sio macho, walakin ta'mal qulubu allati fi suduri, kinachopofuka ni mioyo iliyokuwa katika vifua, ndio ile as-sudur. Kwa hiyo moyo uko katika kifua, sio? Ndio tumesema kuna sadru, qalbun, fuadu. Haya maneno hutumika kwa maana moja, lakini ukweli ni kwamba hivi vyote ni kinga ya moyo. Yani hatua ya kwanza kuna kifua, alafu kishuka chini kidogo kuna fuad, kisha baada ya fuadi kuna qalbu. Kwa hiyo fuadi wengine wamesema ni ule ukuta wa moyo, ndio fuadi yenyewe, ndio wamesema hivyo, lakini hutumiwa kifua kwa maana ya moyo vile vile. Hata Waswahili wanasema bwana ana kifua bwana, yeye ana uwezo wa kustahamili. Sasa nani asiyekuwa na kifua? Wanadamu wote
Muona mwanadamu anatembea bila kifua, ana kifua, maana yake ana uwezo wa kusubiri na kuhifadhi mambo, kwa hukusudiwa moyo. Sasa aya ya Qur'ani hii katika surati al-Hajj aya 46 inatufundisha kwamba mwanadamu akili yake hutumika kupitia moyo wake, na huu ni ugunduzi wa karibuni unaosema kwamba ndani ya moyo wa mwanadamu kuna sehemu maalum inayotoa maelekezo na maagizo kwa ubongo. Yani huu moyo kazi yake sio kupampu damu tu, bali una sehemu, una kitengo kinachohusika kutoa maelekezo kwenye ubongo. Kwa lugha nyingine unaweza ukasema kuna ubongo wa moyo unatoa amri kwenye ubongo wa kichwa juu ya mambo fulani fulani. Tuko sawa sawa mpaka hapo? Kwa hivyo kwa aya hii na nyingine utagundua kwamba moyo unahusika katika kufikiria, sio kufikiria tu, na kuzingatia jambo. Kuzingatia jambo. Afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Qur'ani inasema, je, hawazingatii Qur'ani hawa, au katika mioyo yao mna kufuli? Ina maana kwamba kama hamna kufuli watazingatia, lakini watazingatia kwa kutumia nini? Mioyo. Afala yatadabbaruna. At-tadabbur ni kuzingatia, at-tafakkuru ba'da at-tafakkuri, at-tarkizu ba'da at-tarkizi. Ndivyo Ayatullah al-Mudarris anavyosema, ni kuzingatia baada ya kuzingatia. Unazingatia kisha unazingatia tena ili utoke na natija. Lakini ni kazi ya nini? Ya moyo. Kwa aya ya Qur'ani, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kwa hivyo moyo una kazi ya kuzingatia pia. Namba 2, moyo una kazi ya ufahamu, kufahamu. Kumbe kufahamu ni kazi ya nini? Ya moyo. Kwa aya ya Qur'an, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Hakika sisi tumeiandaa jahannam iwe maalumu kwa ajili ya wengi katika majini na wanadamu ambao lahum qulubun, wana mioyo, la yafqahuna biha, hawafahamu kwayo. Kwa hiyo sifa ya kufahamu inahusu nini? Inahusu nini? Moyo. Unafahamu kwa moyo wako. Hisia. Naomba mlipigie mstari mnene kabisa neno hisia, kwa sababu linatuhusu sana katika malezi, linahusika sana. Hisia mwanadamu anazipata kupitia moyo. Unamhisi mtu jambo, na yule bwana ambaye alimkabili kafiri, kisha kafiri kabla hajauawa na sahaba yule akatoa tashahud, akashuhudia, lakini yule sahaba akamuua. Mtume akamuuliza, imekuwaje umemuua mtu na ametoa shahada? Akamwambia, bwana, huyu wala hajasilimu, huyu katoa shahada kwa kuogopa upanga tu. Mtume alichukia, akamwambia, halla shaqaqta qalba, hizi hisia zako hizi, kwani wewe ulipasua moyo wake ukaona kwamba huyu bwana ni uoga tu wa upanga? Tabani angepasua moyo asingeona, lakini indalla ala shay, na maana kwamba imani pia mahala pake ni moyoni, kuamini au kukufuru. Na sisi sote tunaamini kwamba imani mahala pake pia ni moyoni. Kwa hivyo kuna hisia, kuna imani. Hadithi ni nyingi sana zinazoashiria hilo.
imani, unafiq, vyote mahali pake ni wapi? Moyo. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hidayah mahali pake ni wapi? Moyoni, ule uongofu. Tunasoma dua kila siku hapa, tumesoma baada ya sala, ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Kwa imani mahali pake ni moyoni. Vile vile kuridhika, na hili pia lipigieni mstari, kwa sababu kuridhika tutakuja kuliona kwenye nafsi mwanadamu, kuridhika na kutokuridhika. Sifa ya kuridhika inaweza kupatikana kwenye moyo, lakini inaweza kupatikana kwenye nafsi pia. Kwenye nafsi vile vile sifa hii inaweza kupatikana, lakini sasa hivi tunazungumza moyo, sio? Al-Imam Sadiq anasema i'rabul qulubi arba'atu anwa'i. Imam Sadiq anasema unyambulisho wa mioyo uko katika mafungu manne: raf'un wa fathun wa khafdhun wa waqfun, ndio i'rabu ya qulubi hiyo. Kisha anasema faraf'ul qalbi fi dhikrillah, katika kumtaja Mwenyezi Mungu ndio kunyanyuka kwa moyo. Wa fathul qalbi fi ridha anillah, kuwa moyo maftuhun ni ule moyo ambao umeridhika. Kwa hivyo sifa ya kuridhika ni sifa ya nini? Ya moyo. Na si sifa ndogo hii, kama tutakavyoona ni sifa inayohusu malezi kwa kiasi kikubwa sana. Ukipata mwanadamu ambaye haridhiki ni mtihani. Ukipata mfumo wa maisha ambao haumjengi mwanadamu kuridhika ni mtihani, kama ilivyokuwa mfumo wa kibepari. Ni mfumo unaomwandaa mwanadamu asiridhike. Ndio maana nasema tutaelezea kwa kirefu huko mbeleni. Na utaona kwa kiasi kikubwa sehemu katika depression ni kutokuridhika. Tukisema kutokuridhika, usidhani tu ni masala ya mali. Mtu haridhiki hata vile alivyokuwa tu, yani vile alivyokuwa haridhiki. Akijizama kwenye kioo haridhiki, haridhiki. Ndio atakwenda atatumia mkorogo, atatia kope za ziada, atatia nywele za ziada, hata weupe wanatumia mkorogo. Dunia namna ilivyokuwa, hiyo ni ishara nini? Ya mwanadamu ambaye hajaridhika huyo, na haridhiki kamwe yule. Ndio tukasema siku moja hapa, hawajaridhika. Yani wewe unaweza kumuona anapendeza, anavutia, lakini yeye haridhiki, na kila akijitazama anaona kasoro tu. Na moja katika matatizo ya media hizi, social media, ni mwanadamu kuamini kwamba wenzake wako bora kuliko yeye. Yani katika maradhi ya social media ni kukufanya usiridhike. Kila anaposti yuko kwenye hoteli nzuri anakula. Ndio siku hiyo tu kafika, mwaka mzima hajawahi kuingia hoteli. Alafu wewe ukitizama unaona ndio maisha mazuri yale, wewe huna. Kila anayejiposti amependeza katika eneo lilopendeza, maana yake kumfanya mwanadamu ajione ni mnyonge tu siku zote, hajaridhika. Kwa hiyo moja katika kasoro ni kuwatengeneza wanadamu wasioridhika na kudhani maisha ya wenzao ni ya juu yenye kuridhisha. Kumbe pengine hata wewe umempita yeye. Wanasema siku moja hawa wasanii wengi wanaishi maisha ya dhiki sana. Pengine anaishi katika nyumba ambayo akinyoosha miguu yake anagonga masufuria, lakini akifanya usanii amependeza, unatamani kuwa kama yeye. Kumbe nyumba ya kukodisha, kila kitu cha kukodisha, lakini anakufanya wewe uamini kwamba maisha ni yale bwana, ni ya fulani bwana, kisha unaendelea kuishi katika mazingira ambayo huridhiki. Nguo ni zile bwana alizovaa msanii fulani, kumbe ni nguo maalum zimekodishwa. Kwa hivyo tuendelee. Kwa hivyo kuridhika ni suala la moyo, tutakuja kuliona katika malezi na lina athari gani hata katika ulimwengu wa kimataifa. Sio suala la mtu mmoja mmoja, hata ulimwengu wa kinchi na kitaifa. Kwa hiyo ni hadithi ya al-Imam Sadiq. Imani ni kama tulivyosema hivyo, ususuavu wa moyo, mtu kuwa katili, yani ana moyo mgumu. Ndio Waswahili wanasema ana moyo mgumu, sio zile vitendo wanavyofanya ni tafsiri ya moyo.
Haya ni maneno ya kweli. Katika surat al-Baqara Mungu anasema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa. Na Mungu katoa mfano, kafanya tashbihi. Kiswahili inaitwa tashbihi, na Kiarabu ni tashbihi, kufananisha, sio? Anasema kisha hawa Banu Israili mioyo yao ikawa migumu kama jiwe. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, au ni migumu zaidi kuliko jiwe. Ameshabihisha kitu ambacho ni cha kimada kwa kitu ambacho ni cha kidhahania. Cha kidhahania ni kile huwezi kukigusa, lakini unapewa mfananisho na kile ambacho unaweza kukigusa ili uelewe kile ambacho huwezi kukigusa ukakihisi kwa common senses, alhawasul khams. Tuko pamoja? Kwa hivyo moyo kuwa mgumu, mtu akawa katili, ni sifa ya nini? Ya kwenye moyo. Kughafilika ni sifa ya kwenye moyo. Kuzingatia tulisema ni sifa ya kwenye moyo, na nyingine nyingi hatutaka kuzitaja. Mpaka hapo nadhani tumeelewana kwamba moyo una dauri kubwa katika tabia za mwanadamu. Una mambo mengi yanayohusiana na moyo, na moyo hausukumi damu tu. Tabaan, hata hilo la kusukuma damu, moyo unatawala ubongo, kwa sababu kama damu haitoenda katika ubongo, hali ya mwanadamu inakuwaje? Yani kwamba moyo hausukumi damu kwenda katika ubongo, huyu mwanadamu ataendelea kuwa hai? Huwezi kuendelea kuwa hai. Kwa hiyo wanapopampu, mtu anapopoteza fahamu akawa mtu hayupo, moyo ukisimama, damu haiendi, tunampoteza. Kwa hiyo madaktari kazi yao kubwa huwa ni kuhakikisha wanausukuma moyo ule uendelee kupampu. Nataka tusome hadithi ya Imam Ali, itatusaidia kuelewa, na tumeelezea kule kwa kirefu sana pindi tulipokuwa tukisoma hadithi ya Mtume. Inasema hivi, inna likulli shay'in qalban, hakika kila kitu kina moyo. Wa qalbul Qur'ani Yasin, kwamba kila kitu kina moyo, na moyo wa Qur'ani ni suratu Yasin. Yani ina mambo mengi sana ambayo ni uhai wa Qur'ani, na haya tulielezea kule. Tumewambia kwamba miaka 5 iliyopita ile lecture ipo kamili, mtu anaweza akaisikiliza. Lakini katika maneno ya Imam Ali tumsikilize, alikuwa akizungumza na Kumail ibn Ziyad. Kumail maarufu katika wafuasi wa Sayyidina Ali. Alimwambia, ya Kumail ibn Ziyad, inna hadhihi alquluba aw'iyatun, hii mioyo ni vyombo. Ni vyombo, chombo kama vile sufuria, chombo kama vile kapu. Hii mioyo ni vyombo. Fa khairuha aw'aha, moyo bora ni ule wenye kufahamu. Kwa hivyo alwa'yu, na wa'yu ni katika majina ya ilmu pia. Kwa hiyo mahala pa ilmu, mahali pake wapi? Kwenye moyo. Ilmu mahala pake wapi? Kwenye moyo wa mwanadamu. Wewe unaona ni pande la damu tu, pande la nyama tu, lakini lina cells zenye tabia ndani. Kuna seli ndani yake, zile seli zinapokea mambo na kutoa mambo. Ajabu siri ya Mwenyezi Mungu. Wewe unaona pande la nyama, lakini nini tafsiri ya pande la nyama? Ni chembe chembe za uhai, cells, zina sifa, zina tabia. Na kwa kufafanua zaidi ni kwamba mwanadamu, chembe chembe za uhai alizokuwa nazo, kuna ambazo baada ya masaa fulani zinabadilika, zinakuwa nyingine. Kuna ambazo siku 2 ikipita, zile chembe chembe za uhai sizo ambazo zilikuwa siku 2 zilizopita, zinabadilika, zinakuwa nyingine. Kuna nyingine katika mifupa zinachukua mpaka miaka 5 ndio zile chembe chembe za uhai zinabadilika, za mifupa. Kwa hiyo baada ya miaka 5 hivi, mwanadamu sio yule aliyokuwa kabla ya miaka 5, mpaka seli zake zote zimebadilika, ni nyingine.
Ndio maana ulama wanajadili kwamba mwanadamu ataadhibiwa kwa chembe chembe hai zipi. Huo ni mjadala mwingine. Tuko pamoja jamani? Chembe chembe za uhai ndio zinazotengeneza viungo vyako vyote, vina hizo cells. Lakini katika ubongo na moyo wa mwanadamu hazibadiliki. Mnajua kwa nini? Lau zingekuwa zinabadilika, mwanadamu angesahau yote aliyokuwa anayajua kabla. Yote angeyasahau. Sasa tusiende huko, tutakuja katika ubongo, kwa sababu mwanadamu ana hazina ya kumbukumbu katika mwili wake. Anakumbuka mambo ya udogoni mwake, utotoni, miaka pengine 50 na iliyopita. Lazima kuna kifaa kinahusika, sio? Kutunza. Siku hizi mna nini mnasema? Kuna chip ambayo ina GB za kutosha, ambayo inahifadhi. Na kichipu ni kitu kidogo tu, lakini kinahifadhi mafaili mengi. Haya, Mungu atashindwa kutengeneza au mwanadamu kaiga wapi? Yeye lazima kuna kiungo ndani ya mwili wa mwanadamu kinahifadhi hivyo. Ni kama leo tunavyozungumza hard copy na soft copy, hardware na software, sio? Kwa hiyo mwanadamu unavyomuona hivi ni kama vile hardware, lakini kuna soft ambayo haionekani. Ndio maana leo kuna soft power, kuna hard power. Ndio lugha ya mwanadamu, sio? Sasa Imam Ali anamwambia Kumail katika maneno haya marefu tunataja kwa mukhtasar, inna hadhihi alquluba awiya, hii mioyo ni chombo, lakini chombo chenyewe, chombo bora katika hivi ni kipi? Awaha, kile ambacho kina wai, kinafahamu, kinaweza kutunza kumbukumbu, kinaweza kuwa na ilmu, ndio bora. Fahfadh anni ma aqulu laka, hifadhi kutoka kwangu ninayokuambia ewe Kumail. Kisha kaeleza annasu thalatha faalimun rabbaniyu mpaka mwisho. Alimu rabbaniyu ni mwanachuoni aliyeleleka, ndio ile rabba yurabbi, aliyeleleka. Haitoshi kuwa ni mwanachuoni tu, lakini awe ameleleka, ndio rabbaniyu. Na rabbaniyu ameleleka na nani? Na Mungu, nisbatan ila Allah. Hii yaa ni yaun nisba, inaturejesha kwa Rabbu. Ameleleka kimungu, ndio maana yake. Kwa hiyo sio rabbaniyu tu kwa maana ameleleka na mtu mwingine, hata kama ni mwingine kamlea, lakini kamlea kimungu Mungu. Tuko pamoja? Kisha wa mutaallimun ala sabili najatin wa hamajun ru'a au ra'a'u kwa fathi ra. Lakini mahallu shahidi ni wapi? Tusikilize. Alikwenda mpaka akafikia kumwambia ya Kumail, inna hahuna la ilman jamma. Akapiga kifua chake akasema, hapa kuna ilmu kubwa iliyokusanyika. Maneno ya nani? Imam Ali. Hapa wapi? Kifua. Na kifua ni ishara ya nini? Ya moyo. Anamwambia hapa kuna ilmu iliyokusanyika kubwa sana, lakini kwa bahati mbaya sipati mwenye kuikusanya, ambaye yuko tayari kusoma. Watu mwatoro hawataka kuingia darasani. Masikitiko yake ni kwamba hajapata wa kumpatia hiyo ilmu anayeweza kukaa akasikiliza. Tunataka kusema nini? Kwamba katika kifua ndimo ambamo kuna ilmu. Mtu anaposoma anatunza ilmu na maarifa yake kwenye kifua. Sasa mpaka hapa tumeelewa jambo kwamba moyo ni kiungo cha mwanadamu na ni kiungo muhimu sana. Kiungo hiki kinahifadhi mambo mengi sana. Kiungo hiki kina uhusiano na nini? Na ubongo wa mwanadamu. Tena sio uhusiano wa kawaida, ndicho kinachotoa ishara na maelekezo na kutuma message katika nini? Katika ubongo wa mwanadamu. Swali dogo, kiungo hiki kinaweza kubeba mambo mabaya? Naam, kinaweza kubeba mazuri na mabaya. Kama ambavyo kinaweza kuwa na huruma na upole, kiungo hiki kinaweza kuwa na ukatili.
Mtu anapokuwa na moyo mgumu, katili, ni swala la moyo. Swali litakuja ni viungo gani vinaweza kushawishi kiungo hiki kuwa kitabeba sifa mbaya au sifa nzuri. Na hapo ndimo ambamo tutaona malezi yanahusika vipi, kwamba kiungo hiki kinawezaje kuathiriwa salban au ijaban, athari mbaya yani hasi, au athari nzuri yani chanya. Kinawezaje kuwa salama kwa lugha ya Qur'an. Mungu aliposema illa man ata Allaha biqalbin salimin. Kwa hivyo kuna qalbun ghairu salimin, kuna moyo ambao hauko salama hauko salama. Sasa ni mambo gani yanafanya moyo uwe salama? Siku ya kiyama Mungu ampokee mja wake kwa sababu ata Allaha biqalbin salimin. Na ni vitu gani vinafanya moyo uwe qalbun ghairi salimin, moyo ambao hauko salama? Hapo ndipo ambapo malezi yanahusika, kufanya moyo uwe ni qalbun salimun na usiwe qalbun ghair salimin. Tuko pamoja? Viungo vya mwili kama ilivyokuwa maisha ya kijamii vinaathiriana. Mwanadamu ana kitu kinachoitwa utashi, kwa lugha ya Kiarabu inaitwa al-iradatu. Ukisoma hadithi nyingi zinafunza namna gani unaweza kuwa na iradatun qawiya, utashi wenye nguvu. Utashi wenye nguvu ni pale unaposema no inakuwa no kweli, yes inakuwa yes kweli. Ni pale unapokuwa na fursa, ikiwa inafaa kuitwa ni fursa ya kufanya maasi na hakuna atakayekuona. Tabani Mungu atakuona, malaika wa kulia kwako na kushoto kwako watakuona, lakini kwa kuwa humuoni Mungu, huoni malaika, hakuna kiumbe kinachokuona kwa lugha ya kibinadamu, lakini ukasema hapana, sifanyi. Pesa hii niliyokota hapa msikitini hakuna aliyoniona, lakini nisema hapana, siichukui. Utashi wa kusema hapana unapatikana vipi? Hayo ni malezi, sio? Namna gani umeandaliwa kuwa hivyo? Kwa hivyo leo katika mazungumzo yetu tunataka kuizungumza akili, lakini tumeona kwamba akili haifai kuzungumzwa bila kuzungumza nini? Moyo. Katika zama zilizopita Wagiriki waliamini kwamba akili iko kwenye ubongo, na walimwengu wengi wanaamini akili iko kichwani. Lakini utafiti wa kisayansi sasa hivi unaamini kwamba akili ikifaa kusemwa iko kichwani, basi inaendeshwa na moyo. Lakini ulama wanasema akili ni kwenye moyo wa mwanadamu. Sasa wewe jaribu kufikiria hayo, kafanye tadabbur zaidi kwenye Qur'ani, uone aya za Qur'ani nyingi, na hizi ni chache ambazo tumezisoma hapa. Tutakomea hapa. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.